Karibu. Ingia. Karibu. Kumbe wewe. Sasa ungeingia tu moja kwa moja hapa nyumbani kwako. Na kujishusha hivi hizo hodi za nini sasa? Nafahamu. Lakini nilichokifanya ni ustaarabu tu wa kupiga hodi. Sababu pengine unaweza kuwa una wageni huku ndani na hawajakaa mikao mizuri pia. Kwa hiyo kupiga hodi kunampa ishara aliyeko ndani ajue kabisa nje kuna mtu. Ni hayo tu, hamna kingine. Yasiwe mengi. Karibu. Jamani, umeshaanza. Ulipokuwa upo nilikuwa nimekaa zangu kwa amani na utulivu. Umetoka kazini, kaoge, upumzike. Unanuka jasho. Nenda bwana, unanuka jasho. Shoga yangu wewe ujinga hata sifanyi. Kukaa kumnyenyekea mwanaume kama kitu gani? Kama sijui ndo Mungu? Hapana. Yaani yeye akija anakuta chakula kiko tayari, aende mwenye mezani yale, bafu lipo analijua lilipo, ataoga na mambo mengine atajifanyia mwenyewe. Sasa ndo ukae eti niache kuchati, niache kufanya mambo yangu ya muhimu na mkimbilia mwanaume. Wanaume wenyewe wa siku hizi hao. Unajikaza afu hamna chochote, masnichi wakubwa. Wanaenda wanafanyiwa huko mambo ya kijinga na wewe umekazana tunakwambia huko nakwambia huko bize tu na mwanaume. Ndugu yangu, wanajiweza wale. Kama wakufundishwa huko utotoni na mamake mzazi, mimi ndo nitaweza? Yaani mimi wa kwangu atafuata sheria zangu. Yangu ya mwanaume ulompata wa design ya peke yako. Hakuna mwanaume wa design kama hiyo. Kama sasa hivi eti maji yale pale sijui nini ile kule sijui chori. Hakuna. Hayupo huyo. Wewe naza naye bwana wetu. Tatizo si wa kwenu mnawaendekeza. Mimi nina mwaka wa 4 sasa. Sijaachiko, sijaambiwa sipendi, sijaambiwa nini. Na kila kitu anajifanyia yule baba. Yaani yule baba cha moto anakiona. Cha moto tu anakiona. Mimi sina huo ujinga wa kumbembeleza mwanaume kiasi hicho. Namnyenyekea yeye kama nani bwana? Mimi ndio uwa, mimi ndio pambo kwake ndani kwake. Lazima anifanyie chochote anachotaka. Eti kila mtu, mimi siwezi kutoka bila kumwaga mume wangu. Mimi na swampa. Nakotaka kwenda naenda. Masaa 24. Yeye anapotoka mimi ninapobaki nyumbani anaona la. Mimi akitoka na mimi natoka. Nikiona kipati changu naenda dada, kwenye kishughuli naenda na hakuna lolote nalolipata. Wala hata aniulizi. 50 kwa 50. Kwa hiyo mwanamume aniheshimu, ni muheshimu, basi natosha. Amekuta chakula ale. Eti mimi ndo nikakae na no. Hebu tulia bwana, maana unaongea. Yaani mimi ndo nakupa mikakati. Kila kwa kupata shoga yangu. Maana unaongea sana. Samani mstajidi. Bosi amenipa ile faili hapa kulifanyia kazi.
Sawa. Tulifanyia kazi jioni au kesho asubuhi? Kasema analihitaji muda sio mrefu. Sawa. Hello, my wife. Mbona unajaribu kuondoka kimya kimya wakati na mimi niko hapa na hatua gani mke wangu? Jamani. Ushaanza ukoloni wako. Wewe unajua mimi ndo muda wa kwenda sokoni. Sasa kuagana hadi hapo sokoni. Itakuwa kazi basi. Kumbe. Na alafu mbona leo umependeza sana? Ni sokoni tu au kuna sehemu nyingine unapita? Huo ndo Uswahili. Mizunguko gani zaidi ya kwenda sokoni na kurudi? Kupendeza ni sifa ya mwanamke. Isitoshe inaenda kwenye macho ya watu wengi. So unatakiwa kuwa very smart.
usharudi. Nikajua basi nitakukuta chumbani huko tuketi tuzungumze. Kumbe umekaa hapa. Lakini hata hapa sebuleni ina shida. Sio pabaya. Vipi? Mbona umevua nguo na mapambo yote ambayo ulikuwa umevaa wakati unakwenda sokoni? Umebaki kawaida kabisa. Ndio, nilivaa vile kwa sababu nilikuwa ninatoka. Ila sasa hivi niko nyumbani, hakuna haja ya kupendeza kwa sababu hamna watu wanaonitazama. Okay, sawa. Lakini nilivutiwa sana na ule muonekano. Na nikatamani wakati tunazungumza wewe kwenye muonekano ule ambao ulikwenda nao sokoni. Basi itakuwa kazi sasa. Nende nikapike. Kwa umakini sana. Ila naomba utambue. Ndoa ina mitihani mingi mno. Aliyokuepo ndani ya ndoa anatamani atoke nje ya ndoa, na aliyokuepo nje ya ndoa anatamani aingie ndani ya ndoa. Lakini mbona kama sijakuelewa hivi? Ni kitu gani ambacho unamaanisha? Kuna wakati unaniacha njia panda kabisa. Au unamaanisha niachane naye? Siku zote changamoto huwa hazikimbiwi. Zinatafutiwa njia ya kulitatua lile tatizo. Haswa. Nimekuja kwako ili kusudi niweze kupata mawazo. Ni namna gani nitaweza kukabiliana na hili jambo? La kwanza, inatakiwa uwe mvumilivu na mtulivu katika hizo changamoto unazopitia. Na usiache kuplay part yako wewe kama mwanamume, hata kama anakuuzi kiasi gani. Wewe endelea kumonyesha upendo. Hapo sasa kwenye upendo. Tamonyesha vipi upendo wakati yeye hanipi hata nafasi hata kidogo? Bro, yani hapa kama viungo hawana kabia juu kweli. Ila niwe tu muwazi. Mimi matendo ya mwanamke yamenichosha kabisa. Nimechoka mno. Ndugu yangu, hata Mungu aliwaumba mitume na manabii na akawapa mitihani. Sio kwamba alikuwa hawapendi. La hasha. Aliwapa mitihani kwa sababu mitume na manabii ni binadamu na walikuwa wanaishi na binadamu. Kwa aliwapa mitihani ili watumie akili zao, akili alizowapa kwa kuchakata na kuchanganua hizo mitihani. Niwe tu mkweli. Yaani kadri siku zinavyozidi kwenda, mimi matumaini yanazidi kufifia kuwepo kwenye ndoa. Yaani kuna wakati yanatamani hata nikae tu peke yangu yani. My friend, kuacha mwanamke sio ndo solution ya kutatua tatizo. Kwa sababu wanawake wote tabia yao ni hiyo moja. Ila tu nikushauri, kama utanisikiliza kwa umakini, sogea nikunong'oneze.